Zelensky asema Putin ameshindwa katika vita vyake Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameongoza maadhimisho ya miaka minne ya uvamizi wa Urusi nchini huko kwa kutoa hotuba ambapo amesema rais wa Urusi Vladimir Putin ameshindwa katika juhudi zake za kuiangusha Ukraine. Amesema Putin kashindwa kufanikisha malengo yake, ameshindwa kuwadhoofisha wa Ukraine, sio mshindi kwenye vita hivi. Anasema tumeitetea Ukraine na tutafanya kila liwezekanalo kupata amani na kuhakikisha haki inapatikana. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wakiambatana na wenzao kutoka mataifa Baltic na Nordic waliwasili leo Jumanne mjini Kyiv kuonyesha kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema mapema kwamba ziara hiyo iliandaliwa ili kutuma ujumbe wa wazi kwa watu wa Ukraine na mvamizi kwamba watarudi nyuma hadi amani itakaporejea. Na vilevile Zelensky ameapa kamwe nchi yake haitausaliti muhanga wa watu wake wanaokabiliana na Urusi ili kutafuta amani, huku migawanyiko miongoni mwa washirika wake ikitawala kumbukumbu ya miaka minne ya vita vyake na Urusi. Anasema Putin hajaweza kufikia malengo yake, hakuwavunja wa Ukraine, hakushinda vita hivi, tumeilinda Ukraine. Ngumu kwenu nyote, lakini kama ilivyokuwa siku ya kwanza ya vita, tunaendelea kuijenga kesho yetu hatua kwa hatua, jukumu kwa jukumu, mafanikio baada ya mafanikio, aliongeza. Kinyume na kumbukumbu za miaka iliyopita, mbali na von der Leyen, hakuna kiongozi mwingine mkubwa kutoka mataifa ya magharibi aliyetazamiwa kuwasili mjini Kyiv siku ya Jumanne Februari 24. Kwenye hotuba hiyo, Zelensky pia ametangaza mwaliko maalum kwa Rais Donald Trump wa Marekani kuitembelea Ukraine ili kujionea mwenyewe hali halisi ilivyo. Mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Marekani yanaonekana kukwama juu ya suala la mpaka, ambapo Moscow inasisitiza kwamba lazima Kyiv iachilie 20% iliyobakia ya mkoa wake wa mashariki wa Donetsk, huku Kyiv ikishikilia kwamba haitosalimisha ardhi ambayo maelfu wameuawa kuilinda. Malaki ya wanajeshi wa pande zote mbili wameuawa ama kujeruhiwa kwenye kile kinachotajwa kuwa vita mbaya katika bara la Ulaya tangu kumalizika vita vya pili vya dunia, ukiacha mauaji ya kimbari nchini Yugoslavia. Vilevile, shambulio la nyuklia kwenye malengo nchini Ukraine na pia Ufaransa na Uingereza litachukuliwa kuwa halali na la haki iwapo London na Paris zitaipa Kyiv uwezo wa nyuklia. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev anasema, akitoa maoni yake kuhusu ripoti za ujasusi za Urusi kuhusu mipango kama hiyo ya nchi hizo mbili za Ulaya. Kulingana na Medvedev, taarifa hii inabadilisha sana hali hiyo. Anasema huu ni uhamisho wa moja kwa moja wa silaha za nyuklia hadi nchi iliyo vitani. Hakuwezi kuwa na shaka yoyote kwamba katika kesi hii Urusi italazimika kutumia silaha zake, ikiwa ni pamoja na zile zisizo za kimkakati za nyuklia, kushambulia malengo nchini Ukraine ambayo ni tishio kwa nchi yetu, na ikiwa ni lazima katika nchi zinazosambaza pia, kwani zinakuwa washirika katika mzozo wa nyuklia na Urusi. Medvedev aliongeza, hili ni jibu sawia ambalo Urusi ina haki ya kufanya hivyo, alihitimisha. Vilevile Ukraine imeahirisha tena kuanza tena kwa usambazaji wa mafuta kwenda Slovakia kupitia bomba la Druzhba, wakati huu hadi Februari 23, kituo cha television cha TA-3 kimeripoti. Ukraine haijatoa taarifa kuhusu sababu za kuahirishwa kwa kuanza tena kwa usambazaji wa mafuta kupitia Druzhba. Kulingana na ripoti hiyo, hapo awali usukumaji wa mafuta ulitarajiwa kuanza tena Februari 20, baada ya tarehe hii ilirekebishwa mara kwa mara na mamlaka ya Kyiv. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile matokeo ya mzozo nchini Ukraine hayawezi kuamuliwa katika uwanja wa vita katika siku zijazo zinazoonekana. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius anasema kwenye mahojiano na kituo cha redio cha Deutschlandfunk, inavyoonekana suluhisho katika uwanja wa vita halitapatikana katika siku zijazo zinazoonekana. Mkuu wa ulinzi alisema, pia akisisitiza nia ya Berlin ya kuendelea kuunga mkono Kyiv. Vitendo vya nchi za NATO, ikiwa ni pamoja na kuandika kile kinachoitwa dhamana za usalama kwa Kyiv, vinaonyesha kwamba havina nia ya kutatua mgogoro nchini Ukraine. Gennady Gatilov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, anasema mwanadiplomasia huyo alibainisha kuwa nchi za NATO zimedumisha programu kubwa za usambazaji wa silaha za pande mbili kwa Kyiv. Kulingana naye, mgogoro nchini Ukraine unawekezwa si kama hatua ya muda ya mgogoro, bali kama mradi wa muda mrefu wenye mipango ya bajeti ya miaka mingi. Vilevile, taarifa kuhusu nia ya Paris na London kuipatia Kyiv bomu la nyuklia ni muhimu sana katika muktadha wa mgogoro unaoendelea barani Ulaya. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari akijibu swali,
Bila shaka taarifa hii kuhusu nia ya Paris na London kuipatia Kiev bomu la nyuklia ni muhimu sana. Ni muhimu kutokana na tishio linaloikabili serikali nzima ya kutoeneza silaha, hasa katika muktadha wa uhasama unaoendelea barani Ulaya. Vitendo vya Ukraine vina athari kubwa katika kufikia amani nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema yote inategemea vitendo vya utawala wa Kiev. Sasa Urusi imethibitisha tena kujitolea kwake kwa suluhu ya kidiplomasia mzozo wa Ukraine. Moscow imetoa madai wazi, ikiwa ni pamoja na kufutwa kwa sheria za Nazi mpya zinazotumiwa na Kiev dhidi ya wakazi wa Ukraine wanaozungumza Kirusi, hali isiyoegemea upande wowote na isiyo ya nyuklia ya nchi hiyo, pamoja na heshima kwa hiari ya watu Donbas na Novorossiya ambao wameamua kuungana tena na Urusi. Moscow inapendekeza mazungumzo na suluhisho halisi ambazo zinaweza kukubaliwa na pande zote mbili. Hayo yakiendelea, kwingineko, tangu mwanzo kabisa Urusi imedumisha matumaini ya utatuzi wa amani wa mgogoro wa Ukraine na bado inadumisha matumaini haya. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari, tumaini hili halijawahi kutuacha tangu mwanzo kabisa. Anasema alipoulizwa kama Urusi bado inadumisha matumaini ya utatuzi wa amani kwa mgogoro huu. Tangu mwanzo kabisa juhudi zilifanywa ili kuhitimisha hili kwa amani. Makubaliano yalitengenezwa, Peskov alikumbuka. Kisha baada ya Uingereza kuingilia kati katika mchakato huu wa amani, jambo hilo lilirudi kwenye njia ya kijeshi. Hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump anataka makubaliano yote yanayowezekana kuhusu kutatua mgogoro nchini Ukraine yasainiwe kwa wakati mmoja, labda wakati wa hafla ya sherehe. Volodymyr Zelensky anasema kwenye mahojiano na kituo cha television cha CNN. Anasema kulingana naye, hali ya Trump inahusisha Urusi na Ukraine kusaini makubaliano ya amani katika sherehe kubwa inayoashiria mwisho wa mgogoro huko Kiev, Washington na nchi za Ulaya zikihitimisha makubaliano kuhusu dhamana za usalama kwenye hafla hiyo hiyo. Hata hivyo, Zelensky anapinga hitimisho kama hilo. Anaamini kwamba dhamana za usalama lazima kwanza zikubaliwe na kuidhinishwa na bunge la Marekani. Kwenye karatasi tuna karibu kila kitu, lakini hati kuhusu dhamana za usalama kwa Ukraine haijasainiwa bado. Haijasainiwa na Marekani, Zelensky alisema alipoulizwa kwa nini alipendekeza kwamba Marekani inataka kusaini dhamana za usalama wakati huo huo ambapo mpango wa suluhisho wa pointi 20 pia umesainiwa. Hayo yakiendelea, Baraza la Shirikisho la Urusi limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi katika ngazi za kimataifa na kitaifa kuhusu nia za Ufaransa na Uingereza za kuipatia Ukraine silaha za nyuklia kufuatia taarifa ya huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi. Lakini Marekani inataka kufikia makubaliano kuhusu suluhu ya mgogoro wa Ukraine kabla Julai 4, Bloomberg inaripoti ikinukuu maafisa wa Ulaya na wawakilishi wa NATO. Kulingana na shirika la habari, utawala wa Washington unataka kufikia makubaliano kabla Marekani kusherehekea miaka 250 ya uhuru wake. Vile China inaunga mkono utatuzi wa haraka wa kisiasa wa mgogoro nchini Ukraine kupitia njia za kidiplomasia, na mgogoro wa sasa haupaswi kuathiri uhusiano kati ya China na Ulaya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Mao Ning anasema kwenye mkutano, China si mmoja wa wahusika katika swala la Ukraine. Tangu mwanzo wa mgogoro huu tumezingatia msimamo usio na upendeleo na wa haki, tukikuza kikamilifu mazungumzo ya maridhiano na amani, mwanadiplomasia huyo alisema, akitoa maoni kuhusu msimamo wa Beijing kabla ya ziara ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Vile mazungumzo inaelezwa kwamba ndio suluhisho pekee linalowezekana kwa mgogoro wa Ukraine. Pande hizo lazima zifikie makubaliano kamili ya amani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Mao Ning anasema. Hivi majuzi mlango wa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Ukraine hatimaye ulifunguliwa na pande hizo zinaendelea na mazungumzo, mwanadiplomasia huyo alibainisha. Beijing inatumai kwamba pande zote mbili zitatumia fursa hii kufikia makubaliano endelevu na ya kufungamana, Mao Ning alisema. Mwanadiplomasia huyo aliongeza kuwa China ina msimamo thabiti na wazi kuhusu swala hili na nchi hiyo inaunga mkono juhudi zote za kufikia amani. Beijing iko tayari kuendelea na ushirikiano wa kujenga na jumuiya ya kimataifa ili kukuza utatuzi wa kidiplomasia wa mgogoro huo, msemaji huyo alibainisha. Vile kati ya watu wote waliomzunguka Donald Trump ni makamu wa rais wa Marekani JD Vance na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa Marekani Tulsi Gabbard pekee wanaomsihi asimsaidie Volodymyr Zelensky na asishambulie Iran. Mchambuzi na mwanablog wa Marekani Andrew Napolitano, mtangazaji wa podcast ya Uhuru wa Kuhukumu, anasema umoja wa Washington ni wa neocon, mzunguko wake wa ndani ni wa neocon sana. Mchambuzi huyu alisema, akimaanisha washauri wa kiongozi huyo wa Marekani
Anasema ule wangu ni kwamba watu pekee waliomzunguka wanaomtia moyo asishambulie Iran na asimsaidie Zelensky ni Gabbard, mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa, na makamu wa rais JD Vance, Napolitano alisema. Vilevile kuharibika kwa mahusiano kati ya Ukraine na Hungaria kunaweza kusababisha uhaba wa fedha za kufadhili vikosi vya kijeshi vya Ukraine na kufilisika kwa nchi hiyo kufikia Aprili, gazeti la Mandner la Hungaria linaripoti. Kulingana na taarifa zake, uwiano wa deni la umma na pato la taifa uliongezeka hadi 99% mwaka 2025, jambo ambalo linaweza kuathiri vibaya nia ya wadai kufadhili Ukraine. Makala hiyo ilibainisha kuwa hali hiyo ilizidishwa na kuzorota kwa mahusiano kati ya nchi hizo mbili, ambayo yalitokea baada ya Kiev kukataa kuruhusu mafuta kupita kupitia bomba la Druzhba. Hayo yakiendelea, wizara ya ulinzi ya Uingereza imeripoti kwamba Uingereza imeanza kuwafunza wakufunzi wa Ukraine kuendesha helikopta za kivita. Marubani wa Ukraine sasa wanafanya mazoezi kwenye kituo cha anga cha Uingereza ili kuwa wakufunzi wa kuruka na helikopta. Mara ya kwanza Uingereza kutoa mafunzo ya wakufunzi wa mzunguko wa Ukraine. Wahitimu watawafunza kizazi kijacho cha waendeshaji ndege za kijeshi za Ukraine, taarifa hiyo ilisema. Vilevile, baada ya kumalizika kwa operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi, Ukraine ingebaki na eneo linalozunguka Kiev pekee kama ilivyokuwa mwaka wa 1654 ilipoanza kudhibitiwa na Urusi. Mwandishi wa habari wa kimataifa wa Brazil na mchambuzi wa jiografia wa Ulaya Pepe Escobar anasema, tutabaki na jinsi Ukraine ilivyokuwa mwaka wa 1654, eneo dogo linalozunguka Kiev. Kwa kawaida huwa la manjano kwenye ramani za zamani. Hilo ni tukio moja linalowezekana, mwandishi huyo alisema. Escobar alisema kwamba mwishoni mwa mgogoro Ukraine inaweza kugawanyika kabisa, kwani nchi jirani zinaota kurejesha maeneo ambayo Ukraine ilipata kutokana na utashi wa kisiasa wa Umoja wa Kisovieti. Lakini Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesisitiza tena tarehe maalum ya kuingia EU. Anasema anataka tarehe, ninaomba, Zelensky alisema kwenye Financial Times kwenye mahojiano. Zelensky anadai kwamba Umoja wa Ulaya uweke tarehe ya kujiunga kwa Ukraine katika kambi hiyo mapema mwaka ujao. Swali, atakubaliwa? Na nani hasa watamruhusu? Kwa sababu kwenye kutafuta amani, endapo Ukraine atakubaliwa kwenye Umoja wa Ulaya, basi itakuwa ni moja ya kikwazo kingine cha kuchochea vita vya tatu vya dunia. Vilevile Ujerumani kimsingi iko tayari kwa mazungumzo na Urusi kuhusu kutatua mgogoro wa Ukraine, lakini haitafanya makubaliano yoyote, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anasema. Na Ujerumani kimsingi iko tayari kwa mazungumzo na Urusi kuhusu kutatua mgogoro huo. Anasema, kwanza kabisa bila shaka ni Ukraine ambayo lazima izungumze, lakini pia tuko tayari kwa mazungumzo. Anasema huko Berlin katika mkutano ulioandaliwa na wakfu wa Konrad. Hata hivyo, hatutakwenda Moscow na hatutafanya makubaliano zaidi, hatutafanya hivyo. Anasema, akiongeza kwamba anadhani kwamba kwa sasa kuna njia za kutosha za mawasiliano na Moscow. Vile uamuzi wa waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban kuzuia mkopo wa euro bilioni 90 wa EU kwa Ukraine utaokoa maelfu ya maisha, mwanasiasa wa Ufaransa anasema. Kura ya turufu ya Orban itatuokoa euro bilioni 17 za pesa za Ufaransa. Hii pia itawezesha kuokoa maelfu ya maisha kwa kuzuia EU kuchochea mzozo nchini Ukraine kwa njia bandia. Hata hivyo, EU ya kidikteta itafanya kila iwezalo kuepuka hili. Kiongozi wa chama cha Ufaransa cha Patriot Florent Philippot anaandika kwenye ukurasa wake wa X. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.